Uhabari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni Hetnat Media ambayo inakuletea taarifa za michezo ambazo zinaendelea hapa ni kila siku kila wakati. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunasimama katika kukuletea taarifa ambazo mwanafamilia ungehangaika kwenda kuzipata kwingine kote, basi sisi tunakupunguzia kazi ya kuhangaika kutafuta huko na huko taarifa za michezo. Basi sisi hapa ndio wale ambao tunakuletea taarifa za uhakika za kweli kabisa. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini pia usisahau ku like, comment na kushare kwa watu wengine ili uweze kujua kuwa chimbo la michezo lilobaki ni moja tu, ni hapa. Lakini moja kati ya taarifa kubwa ambayo tunayo sasa ambayo tumeamua kuleta leo ni kuhusiana na tetesi za usajili kunako klabu ya Young Africans. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo kwa sasa inaendelea kuzunguka sana kunako mitandao ya kijamii ni kuhusiana na tetesi za usajili hapo kunako kikosi cha Young Africans, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na ule usajili wa aliyekuwa beki wa klabu ya Simba Sports Club raia wa Kongo. Tunamzungumzia Inonga Baka Veran ambaye tena anatajwa kujiunga na Wamba wa Kariakoo. Ni nani hao? Unaambiwa kwamba klabu ya Young Africans inahitaji ina uhitaji mkubwa wa kusajili wachezaji katika eneo la ulinzi, na hivyo wameona ni vyema kubisha hodi hapo katika klabu ya AS FAR Rabat, ambapo wamekwenda kubisha hodi katika kuona uwezekano wa uhamisho wa mchezaji huyo Henok Inonga Baka Veran ambaye anatajwa kujiunga na Wamba wa Kariakoo Young Africans kuna dirisha kubwa la usajili takapofunguliwa. Lakini mchakato unaendelea, majina ya wachezaji wanaotazamwa kwa ajili ya kujiunga na kuongeza nguvu katika eneo hilo la ulinzi ni pamoja na Wilson Nangu kutoka JKT Tanzania, lakini pia mazungumzo yapo mezani tayari, yameanza kufanyika na kumeanza kufanyika mchakato wa mlinzi huyu kujiunga haraka iwezekanavyo na machampions hawa wa Kariakoo, maskani yao yakiwa Twiga na Jangwani hapo Dar es Salaam. Tunazungumzia Young Africans ambao tayari wameshakwisha kubisha hodi kwa Henok Inonga Veran Baka ambaye anatajwa kujiunga na Wamba wa Kariakoo Young Africans. Hiyo ni tetesi moja wapo, lakini moja kati ya tetesi nyingine ambayo watu wamekuwa wakizungumzia sana ni moja kati ya mshambuliaji mmoja kutoka huko Angola, Gilbert Miguel. Aliwahi kuhitajika na Young Africans. Mwamba huyu aliamua kutimkia huko South Africa ambako sasa mambo yamemwia magumu na ametolewa kwa mkopo. Sasa taarifa kutoka nchini Angola zinasema kwamba zinathibitisha kwamba Gilbert Miguel basi sasa yuko tayari kujiunga na Wamba wa Kariakoo Young Africans ili kuja kuitumikia klabu hiyo katika msimu huu wa 25-26 ambao msimu huu ambao unatarajiwa kufunguliwa mwezi wa 8. Basi mchezaji huyu kwa sasa yuko tayari kujiunga na Wamba wa Kariakoo Young Africans. Lakini mchezaji mwingine Jonathan Soa kutoka katika klabu ya Singida Black Star, watu wamekuwa wakizungumzia sana kwamba Young Africans wamekuwa wakichukua wachezaji kwa mazoea sana kutoka hapo katika klabu ya Singida Black Star kutokana na kwamba wamekuwa na urafiki. Lakini ni moja kati ya taarifa ambayo nilikuletea katika taarifa za uhakika kabisa na za kuaminika, nilikuletea kunako update zetu nikakwambia kwamba ujio wa Jonathan Soa kunako klabu ya Singida Black Star, Engineer Harris Said aliweza kutia mkono na uwezekano wa dili hilo likafanikiwa kwa haraka zaidi ni kutokana na Engineer Harris Said, rais wa klabu ya Young Africans, aliweza kutia mkono katika dili hilo. Na kama unakumbuka vizuri katika exclusive interviews ambazo alizifanya Jonathan Soa mara baada ya kujiunga na klabu ya Singida Black Star, aliweza kuzungumza kwamba Engineer Harris Said anamuona kama baba kwake katika soka la hapa Tanzania. Yani Engineer Harris Said anamuona kama baba kwake katika soka la hapa Tanzania. Na aliweza kuzungumza kwamba Engineer Harris Said anamuona ni kama bosi na anamuona ni mtu mkubwa mwenye mchango mkubwa katika soka lake hapa Tanzania. Kwa maana hiyo, kwa mantiki hiyo, unaona kabisa kwamba Engineer Harris Said katika
diri la Jonathan Soa la kujiunga na klabu hiyo ya Singida Black Star alihusika katika namna moja ama nyingine. Kwa hiyo sasa unaambiwa kwamba Jonathan Soa ana furaha kujiunga na klabu ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu. Dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa katika majira ya joto, basi unaambiwa Jonathan Soa ni mchezaji ambaye atajumuishwa kuna kwa kikosi hiko cha Young Africans. Bana, taarifa zipo nyingi sana kuhusiana na tetesi za sajili, lakini kubwa zaidi ambalo mpaka sasa linaendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii na linaendelea kuzua sura mpya ni kuhusiana na kujiunga kwa klabu ya Young Africans kwa mara nyingine. Tunamzungumzia maestro wa mpira kutoka Zanzibar Finest, Faisal Salum Feitoto, ambaye anatajwa kurudi kunako kikosi cha Young Africans kwa mara nyingine. Unaambiwa kuna ukurasa wa Instagram wa mchezaji huyu tunamzungumzia Faisal Salum aliweza kuchapisha chapisho ambalo kidogo leta sintofahamu kwa wapenzi na wafuatiliaji wa soka la Tanzania. Aliweza kuandika alhamdulillah Azam, akaweka emoji za kushukuru, lakini akawatag Young Africans kwa pembeni, akawatag Young Africans. Lakini si hivyo tu, aliweza kuposti picha akiwa amevalia jezi ya Young Africans na kuandika hakuna namba 10 nyingine bora zaidi Tanzania kama Faisal Salum akiwa amevalia jezi ya Young Africans. Viashiria hivyo vyote vinaendeleza kuthibitisha kwamba moja kati ya taarifa ambazo zinasambaa katika mitandao ya kijamii kwamba Faisal Salum atajiunga na klabu ya Young Africans ziwe ni za kweli. Lakini mimi nilikuletea taarifa ya uhakika kabisa kutoka kwa watu wa karibu na viongozi wa klabu ya Young Africans kuhusiana na uwezekano wa dili hilo la Faisal Salum. Niliweza kukuambia kwamba moja kati ya mchezaji gari ambaye atasajiliwa msimu huu mzawa katika klabu ya Young Africans ni Faisal Salum, na dili lake linatajwa kuwa ni milioni 800 ambazo zimewekwa mezani katika kukamilisha dili hilo. Lakini amepewa ofa pia ya kujengewa nyumba katika kiwanja chake cha Dodoma. Si hivyo tu, mshahara ambao atapewa ni milioni 40. Atakuwa ni mchezaji wa kwanza Tanzania kulipwa fedha kama hizo akiwa kama mchezaji mzawa, milioni 40. Lakini pia atakuwa ni mchezaji wa kwanza katika kikosi cha Young Africans ambaye atavuna mkwanja mrefu kuliko mchezaji yoyote. Ikumbukwe mpaka sasa katika kikosi cha Young Africans mchezaji ambaye anavuta mkwanja mrefu ni Stefan Aziz Ki, ambaye anavuta mkwanja mrefu zaidi akifuatiwa na Clatous Chota Chama. Lakini kwa sasa unaambiwa Faisal Salum atakuja kuwa ni mchezaji ambaye atavuta mkwanja mrefu zaidi. Si hivyo tu, lakini pia unaambiwa mchezaji huyu atakuwa ni mchezaji wa 3 Afrika kwa kuvuna mkwanja mrefu kuliko mchezaji yoyote. Nafasi hiyo ambayo ilikuwa inashikiliwa na Stefan Aziz Ki, basi unaambiwa kwamba Faisal Salum atakuwa ni mchezaji ambaye atakuwa ni wa 3 kwa kuvuna mkwanja mrefu hapa Afrika. Moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo kwa sasa imeendelea kugonga katika vichwa vya habari tofauti huko kuna kwa mitandao ya kijamii, na mimi nikasema nikuletee taarifa hii uweze kujua ni nini kinachoendelea kuna kwa anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia nikwambie kwamba tetesi kuhusiana na usajili wa Xavi Onoya kutoka katika klabu ya FC Maniema huko DRC Congo, naambiwa jambo hilo ni la muda tu. Endelea kubaki nasi hapa tuweze kukupa tetesi za sajili zote ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kuna kwa anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Tetesi kuhusiana na kubaki kwa Clatous Chota Chama kuna kikosi cha Young Africans, taarifa nzima tunayo kabisa kutoka kwa watu wa karibu na uongozi wa klabu ya Young Africans. Basi nikwambie katika update ambayo inakuja hapa tutazungumzia kuhusiana na uwezekano wa Clatous Chota Chama kusalia kuna kikosi cha Young Africans. Endelea kubaki nasi ili uweze kujua ni ahadi gani amepewa kama atasalia kuna kikosi hiko cha Young Africans, ni ofa gani alizopewa, lakini pia ni ofa ya mkataba wa muda gani aliopewa kuna kwa klabu ya Young Africans. Taarifa tunayo, endelea kubaki nasi, lakini kama huja subscribe fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuletea kila siku kila wakati. Langu jina Dio, tukutane katika update zingine. Bye bye.